Gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kilo Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Wolper azua gumzo mitandaoni, na hii ni baada ya yeye kuweza kufunguka kwamba hayuko tena kimahusiano au kindoa na mume wake ambaye ni Richie Mitindo, na hichi tumeweza kukiona kwa watu wengi waliweza kuzungumza mambo mengi, na leo yeye mwenyewe ameweza kudhibitisha hili na ameweza kusema kwamba kuna wakati Richie aliweza kwenda nchini China na akakaa kwa muda wa miezi 8, na alirudi na mabegi mengi sana ya nguo. Sasa kitu cha kushangaza ni kwamba huko aliko alikuwa hana kitu chochote cha kufanya, lakini aliweza kuchukua muda mwingi sana wa kuweza kukaa huko. Sasa hichi kitu kiukweli watu wengi wameshindwa kabisa kuweza kuelewa, na tunaamini kwamba kwa muda huo wote ambao aliweza kukaa hakuwa peke yake, bali lazima aweze kuwa na mwanamke. Sasa tuliweza kuona kulikuwa na mushkili kidogo katika ndoa yao. Tuliweza kuona bibie Wolper aliweza kuzungumza vitu vingi kuhusiana na mateso ambayo anayoyapitia katika ndoa, lakini leo hii bwana bibie huyu ameweza kusema kwamba hatakuja kumsamehe hata kidogo Baba P kutokana na mateso ambayo aliweza kumpatia katika masuala mazima ya ndoa. Hili jambo linaniumiza sana, na natamani kuweza kuona maisha yake yawe katika misingi na mikakati iliyo bora, kwani watu wengi wanatamani kuweza kuona maisha yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na hataki kabisa kusikia chochote kuhusiana na Baba P. Sasa kwa hiki ambacho alichoweza kukiongea kimewafanya watu wengi waweze kupigwa na taharuki kubwa, kisha aseme kwamba kuna vitu gani ambavyo vinaendelea mpaka dada huyu ameamua kufanya maamuzi magumu kama hayo, au huenda bibie huyu kuna vitu vikubwa ambavyo alivyoweza kuvifanya na kwa Diamond Platnumz, lakini leo hii tumeweza kuona mambo ndo kama hivyo yanavyozidi kuwa pambe, na akaamua kuweza kuongea tu ule uhalisia wa maisha ambayo alionayo. Lakini wengi wao akasema kwamba kwenye ndoa watu wanapitia mambo mengi sana, hivyo sishangai kuweza kuona haya yote ambayo yanayoendelea. Wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwa nini, kwa sababu watu wanatamani kuweza kupata amani katika kila maisha, lakini kuna watu ambao wanaona hiyo amani kwao ni kama matatizo. Mambo ni mengi sana, alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy pia.